kutoka Marekani mpaka 69 Media Flow. Karibu sana bro. Bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu bwana. Ya leo kwa mara ya kwanza ndio 69. Mungu fundi. Marekani fresh lakini. Bwana, we all good, tuko poa. Shows zimekubali, umezunguka sana kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, nimekuona sana huko. Una vingi ambavyo unavishuhudia huko na tunaweza tukavizungumza hapa. True. Yes, kwa shabiki ambaye anafuatilia pia muziki mzuri wa Bongo Flava toka miaka hiyo mpaka sasa hivi. Actually show Bongo Flava ya miaka 30, si ndio? Yes. Ni kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa sana, yani ni mimi sijawahi ona. Ndio. Na pia hata wale watu ambao tunazunguka nao wengi wamepata exposure kubwa sana. Sawa sawa. Yani ile pale ni platform ambayo haimsaidii tu yule, yani ile Bongo Flava miaka 30 tuseme ni kama taasisi, yani platform kubwa ambayo inagawa mkate wa watu wengi. Kwa hiyo ni venye tu mtu kutumia timing unapata riski, lakini pia inakupa platform kubwa. So show ilikuwa nzuri, umeona bana, tumeenjoy na watu wameenjoy. Na asijitokeza msanii yoyote wa hawa sasa hivi akaiga na filisika. Hata Harmonize. Asa Harmonize tunaona hata show yule ameenda sio Burundi wapi, show limebuma. Yaani mimi nakwambia show ya Burundi imezungumzwa sana kuhusiana na Harmonize. Kwamba tumefanyikia uwanjani watu 10 si 20. Kwamba msanii mkubwa kama anafanya show uwanjani. Mimi nilisema wakasema Marekani sio namna gani. Usifanye show, usiachie ngoma mpaka hawa mabrother wamalize miaka yao 30 ya Bongo Flava. Kwa sababu kila kitu kimekuwa pindi wamemaliza. Sawa sawa. Ngoja nikwambie. Mimi nitakwambia kwamba narudia tena, msanii yoyote yule yoyote, awe Diamond, awe Alikiba, awe Diamond, awe Alikiba, awe nani, akijichanganya kufanya kama umevyofanya hawa brother, ndio wanafilisika. Ameisha. Anafilisika. Yaani anaweza kujikuta amebaki na gari moja. Atafilisika. Kwa sababu mimi nakwambia ukweli, ngoja nikwambie. Watu wanasafirisha kwa ndege, go and return. Ndio. Watu wanakwenda na train ya SGR, go and return. Alafu watu wakikuonesha tiketi ni ghali. Sawa. Watu wamepoa, watu wanaishi maisha expensive kuanzia kwenye treni mpaka wanafika hoteli yenyewe ni ghali. Alafu kule hakuna eti kwamba wewe umeenda na gari yako ni msanii fulani eti mimi ni brand nafikia hoteli fulani. Watu wanakaa hoteli the same. Wanakula vyakula the same. Watu wanapigwa bata. Sawa. Watu zungumzie show ya Dodoma. Show ya Dodoma tumesafiri. Tumetoka na SGR train Kinyamwezi. Ndio. Umeona bana? Alafu bewa lenyewe wanahitaji zile ni classic. Sawa. Hatukutani na watu. Sio, unanielewa vizuri? Haya, tuko the same. Hakuna sijui huyu ni nani atakaa bewa lake. The same. Tumeshuka hoteli kali kishenzi. Hoteli classic. Watu the same. Tumetoka hapo tumeenda kwenye mashamba ya mazabibu kule. Watu wameandaliwa bata noma sana, watu wamejitambulisha, watu wamekula bata. Wametoka hapo tumeenda kwa kula bata kwa nani yule, sio ni kiongozi. Usielewa vizuri? Yes. Watu wameenjoy, yani unakula bata yule mheshimiwa mbunge, Mungu ambariki sana. Watu wanakula bata mpaka sinaelewa vizuri. Sasa wewe unapelekwa huko wapi huko Marekani, lazima tuokote kidogo. Watu wamekula bata. Sasa tukizungumzia kuhusiana na wasanii ambao wamepanda kuperform kuanzia Dar es Salaam kuja mpaka Mwanza, kuja mpaka Dodoma, kuna baadhi ya wasanii wa zamani ambao tumewaona tukuwaona kwa muda mrefu na hatujaona kazi zao kwa muda mrefu. Huenda hii pia ikawa ni sehemu ya kurudisha tena kufanya kazi zao. Yaani ukiangalia wasanii wa zamani wanahitajika. Na mimi ni washauri ma brother. Mimi kama Marekani kwamba sasa hivi shilingi imepinduka. Zamani msanii alikuwa anamtafuta, yani zamani wasanii wa sasa hivi walikuwa wanatafuta wasanii wa zamani, wanataka wafanye remixing ngoma zao, eti wanajiaminisha wanawarudisha mjini. Sasa hivi wao ndio wanawarudisha mjini. Sawa. Wasanii wa sasa hivi anatakia wao ndio waombe remix. Unaelewa point yangu? Lakini cha pili, ndugu msanii, umepewa platform na Babu Tale, Madi na Filikio. Mimi naongea kwa hisia, kwa uchungu. Hiyo ni bonge la platform ambayo usingeweza kuipata. Watu wametia hela nyingi sana. Yani ni sawa ni sawa kwamba amechukuliwa msanii, ametiliwa hela ya promotion. Sasa hawajakupa pesa ya promotion direct.
Unaelewa? Lakini indirect umepewa pesa promotion karibia mamilioni ya hela. Sasa unasubiri nini kuachia ngoma? Unasubiri Babu Tale akwambie uachie ngoma? Unasubiri Madia akwambie uachie ngoma? Unasubiri Fidikiwa akwambie achia ngoma? Ndio. So, point yangu umenielewa? Nakuelewa vizuri. Yaani my brother wamepewa pesa ya promotion kabla mamilioni ya mahela. Yaani wameshapewa pesa ya promotion hii hapa. Hawajakupa tunasema kuna indirect na direct. Umeelewa? Lakini kuna namna umepewa ile pesa sasa. Sasa hivi media gani? Das Baba anataka kwenda atakataa, media gani? Haipo. Kila media inahitaji content. Kwa hiyo achia jiwe, achia my brother, achieni mangoma. Hakuna kusubiri, usisubiri Fidikiwa kwambie achia ngoma, hapana. Usisubiri Madia kwambie achia ngoma. Usisubiri Babu Tale kwambie achia ngoma, hapana. Wameshawakieni mahela. Ndio. Hizo hela zote wamezofanya investment ni kwa ajili yenu. Sawa sawa. Umeelewa vizuri? Yes. Kwamba ni sawa sawa umemchukua underground wangemleta wakamfanyia promotion nani, wamewatieni hela. It's your time. Achia ngoma. Yani mimi naongea kwa uchungu sana. Achia ngoma brother. The time mnazunguka kwenye hizo tour. Unafanya challenge kabisa. Ni rahisi kumkamata Babu Tale kufanya naye challenge. Ni rahisi kumkamata Waziri kufanya naye challenge. Ni rahisi kumkamata mtu yoyote kufanya naye challenge, kiasi ambacho ungempata wapi? Point yangu umeelewa? Nakupata vizuri. Yeah, so mimi naongea kwa uchungu my brother. Mimi ni mdogo wenu, niko na nyie. Achieni, it's your time to release your new song. Achieni ngoma zenu. Yeah. Sawa. Kwenye show ya Dodoma kuna vitu vingi sana vilifanyika. Lakini kuna vitu ambavyo niliona kuhusiana na Dogo Janja. Dogo Janja. Yeah, Dogo Janja ndio. List walipanda pale bwana kwa ajili ya kupokea tuzo. Na Madi akazungumza kabisa, ndio kuja kukabidhi tuzo hii ni Dogo Janja. Na Dogo Janja iliwahi kusemekana kwamba walifunga ndoa na Irene Uwoya. Lakini kwenye kupanda pale kwanza shangwe likawa kali. Lakini pia kama Irene Uwoya kama anamkata fulani hivi Dogo Janja. Kwa nini nilikuwepo? Shangwe ilikuwa ni kubwa sana. Yaani inaonekana kati Irene Uwoya na Dogo Janja wana baraka sana. Yaani wana chemistry nzuri sana, wana baraka. Umeona sajali na vitu vingine, lakini wana baraka sana. Yaani hata ukiangalia venye ambavyo Dogo Janja anapanda, mapokezi ni makubwa, Irene Uwoya mapokezi ni makubwa. Kwa hiyo kama ingekuwa ndio mimi naweza kufanya lolote. Ingekuwa ndio mimi. Ingekuwa inawezekana. Sijajua sasa Dogo Janja ameoa au hajaoa, mimi sijui. Kama Dogo Janja ameoa, ningekuwa ndio mimi, kuna uwezekano angemoa Irene Uwoya kama mke wa pili. Waliwahi kufunga ndoa lakini Irene Uwoya alikataa ile ndoa. Sasa hiyo mimi nataka tuzungumze sasa hivi. Yaani unaona kabisa hata malaika wa heri yuko katika zile nyuso mbili. Yaani wewe angalia tu hata malaika, unaona kabisa malaika wa heri. Afu pia unaona nyota yao ni kubwa sana. Kwa hiyo nyota ya Irene Uwoya na Dogo Janja imeendana. Yaani nyota ya Irene Uwoya na Dogo Janja ni kali sana kuliko nyota ya Harmonize na Kajala. Usiniambie. Yaani ondoka nayo hiyo. Kwa nyota ya Irene Uwoya na Dogo Janja imeiua nyota ya Harmonize na Kajala. Yaani nyota ya Dogo Janja na Irene Uwoya ni kali sana kuliko ya Harmonize na Kajala. Unaona Harmonize anamdapo Kajala sana. Yaani anamchukulia Kajala wa kawaida. Lakini Dogo Janja anamchukulia Irene Uwoya kwa ukubwa. Hata Dogo Janja akifanywa interview unaona anavyomzungumzia Irene Uwoya kwa ukubwa kabisa. Unaelewa vizuri? Kwa unaona kabisa kwamba Dogo Janja ana respect to the maximum. Anafanywa interview, lakini pia hata chemistry nyota yao iko juu. Lakini muangalia yaani Harmonize anamchukulia yaani Kajala kama ana mudu. Ndio Yaani leo ampiga tukio hili mara yaani kama nikitoka kesho naweza nikampata. Hapana. Kwa hiyo tukimzungumzia Dogo Janja na Irene Uwoya yaani kama inakuwa ni couple, ni fantastic couple. Very smart. Alafu kingine nimwambie tu Irene Uwoya, mimi nimemfuatilia Dogo Janja. Hata amekuwa matured sana. Amekuwa. Unaona hata anavyojieleza, he's very smart. Sawa. Na ndio maana wamempa hata uongozi. Kwa hiyo in case kama Dogo Janja itampendeza Irene Uwoya kama hajaolewa. Ndio. Dogo Janja ajiweke tena pale. Irene Uwoya bado yule. Anawezekana na mahusiano yake yako, lakini sisi ndo hatuyajui. Kwa hiyo sisi tunashauri kama wadau kwamba kutokana na kilichofanyika Dodoma, kama itawapendeza Arusha ikafungwe ndoa. Kinyumbani kabisa kwa Dogo Janja. Haujanielewa au unakubali? Unakubali au ukubali? Marekani umeanza mambo yako.
Sasa basi tunabariki. Yeah, kwa hiyo ikitokea Irene Uwoya na Dogo Janja wakarudiana, wakafunga ndoa, kaishi pamoja. Unahisi Dogo Janja ataongeza kitu gani zaidi especially kwenye muziki wake? Okay, Dogo Janja sasa hivi tunapomzungumza Dogo Janja ni watu wawili. Ni mwanamuziki lakini pia ni kiongozi. Yes. Irene Uwoya ni mdada ambaye she's very smart. Yeah. Anajitambua, yuko very smart, ana fan base kubwa. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sasa hivi kama wanaoana wanaweza wakafanya kitu kikubwa, kwa sababu Dogo Janja sasa hivi yuko matured. Irene Uwoya unaona she's very smart. Ni kind of the sister ambaye anaji respect na ana nguvu kubwa, ana ushawishi, kwa anaweza kufanya kitu kikubwa. Mimi nashauri kama Marekani ambaye niko bega kwa bega na my brother, mimi nashauri kama itawapendeza watakapoenda Arusha, kama Irene Uwoya itampendeza, lifanyike jambo jukwani. Yaani huko sio wamepewana tu. Sikiza, Dodoma amepewa nini? Dogo Janja amemkabidhi nini? Tuzo Irene Uwoya. Uko Arusha kama itawapendeza, Dogo Janja amvishe pete, amuoe. Kama itawapendeza lakini amuoe. Mzungumzie issue ya pete. Tuliona kwenye trend pia, na wewe nilikuona ulikuwa hapo. Yaani Irene Uwoya alivyoshwa pete na nanga bwana. Baadaye tena kazungumza kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya kuchanga. Sasa kwa nini kitu kama ile planki kama ile ilifanyika? Mimi mwenyewe nilimuona anamuuliza ndugu yangu nanga, ni kweli? Ananiambia sio kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni mchongo. Okay, ilikuwa ni mchongo. Kwa sababu nilimuuliza nimuuliza ni kweli, anasema ni mchongo. Yaani issue ambayo ni serious ni ya Dogo Janja na Irene Uwoya. Dodoma amemkabidhi, yaani tunasema kwamba Dodoma amekabidhiwa tuzo, Arusha inabidi akabidhiwe nini? Ndoa, pete fulani hivi avalishe. Wewe kama mtoto wa kike Dogo Janja, kwa hiyo ulichokiona, tunaamini ongea na wewe sasa. Ndio. Amuoe asimuoe? Amuoe. Amuoe. Mimi kapo yao naipenda. Nzuri. Na nilifurahia pale jukwani pia, lakini kuna kauli alitania Madini. Nimeona kwenye mtandao pia imeonekana kwamba mdogo wangu alikuwa anajiimbisha akaishia kunyaliwa. Kuna wakati kwa naona kama Irene Uwoya kama yaani kama anaweka maringo fulani, sijui mwanamke kuringa. Yaani ukiangalia Irene Uwoya anampenda Dogo Janja. Anampenda kiukweli. Na alifurahi hata. Na alifurahi. Na mashemeji pia walifurahi. Walishangilia sana mashemeji. Sisi mashemeji. Mimi niko kwa Dogo Janja. Na kina Auntie Ezekiel ndio mashemeji wale kwa upande wa walifurahi. Kwa tuzungumze kwa sababu sisi ni wadau ambao tunakutana, tunazungumza vitu ambavyo vinakwenda kwenye jamii. Kwa kilichofanyika Dodoma, yani ile kwanza ile situation ya Madi kumpandisha Dogo Janja, it was the crazy, na tunataka sasa Arusha kifanyike kitu kingine. Sawa. So brother Madi, kama Dodoma Dogo Janja amemkabidhi Irene Uwoya tuzo. Sasa tunataka tulibadilisha hiyo tuzo, tunapoenda Arusha tunataka Dogo Janja afanye kitu pale, watu wale ubwabwa kama itawezekana. Lakini sawa. Afu mtoto wa Kiislamu ni chapu kwa haraka. Na hata kama Dogo Janja si mtoto wa Kiislamu, chapu kwa haraka. Haina kuchelewa. Kwa hiyo tunataka Arusha Dogo Janja apandishwe tena na alifanyike jambo pale. Watu wapige vigelegele. Si ndio hivyo? Swala ndoa bwana, niliona pia kina Irene Uwoya walikuwa wanamwombea ndoa Kajala kwa Harmonize. Mimi si shauri. Walikuwa wanasema sasa hivi mambo ya drama wamwachie Paula. Kajala umri unaenda, ameshakuwa bibi, ndoa sasa. Yaani Harmonize kitu ambacho anachokosea, yani anamchukulia baridi Kajala. Ndio. Anamchukulia poa sana. Umeona? So ni kitu ambacho sio kweli. Ndio maana mimi nataka hichi kipande wao ukikikata ukirelate kwamba Harmonize anacha kujifunza kwa Dogo Janja. Sawa. Harmonize anacha kujifunza kwa Dogo Janja. Umeona Dogo Janja anavyomrespect Irene Uwoya. Umeona Dogo Janja alivyopanda jukwani kumkabidhi tuzo Irene Uwoya. Unaona Dogo Janja anavyojiwa, anavyomzungumzia Irene Uwoya. Tulitegemea na Harmonize amzungumzie Kajala kwa ukubwa. Ndio. Asimdampo. Kwa mimi si shauri kivyo vyote Harmonize amoe Kajala. Na ikitokea Kajala anataka kukubali, mimi naenda kutafuta hata mganga tu, yani afarakanishe tu. Kwamba ndoa ya Harmonize na Kajala isiwepo. Marekani. Yani afarakanishe. Yani mganga afarakanishe ndoa ya Harmonize na Kajala, mganga aibariki ndoa ya Dogo Janja na Irene Uwoya. Hiyo ndoa. Nikimwangalia Kajala ni dhaifu kwa Harmonize, ana mapenzi yani. Nani? Kajala anamuona kama ana mapenzi sana kwa Harmonize. Yaani kama vile Kajala kamzidi Harmonize kwenye mapenzi. Yani inaonekana, yani inavyoonekana utaweza kukuta Makonde analoga, haiwezekani. Au nasemaje ndugu kameramani? Hawakuoni Makonde anaroga. Dada kwa nini akubali, anakataa, anakubali, anakataa, anapiga matukio, si anarogwa bana.
dada mzuri, mrembo. Ndio. Dada ana umri mkubwa, sio? Yeah, sasa hivi ni 40 something. Lakini she's very beautiful. Yaani wale wadada wale ni wazuri nature. Simekutana nao, nimewaona. Ndio. Ni wazuri balaa. Sina love. Yaani ni bado na mionekano yao wamejitunza. Alafu unakuja na mdampo, kesho unaenda unarudi, hapana. Unajua kwamba anampenda kwa anatumia ile udhaifu. Sasa hivi hawezi kumpata, mimi naroga. Marekani anaenda kumloga. Naenda kumroga. Yaani mimi hapa naungana na Elini Woya kupinga namna ambavyo Harmonize anamfanyia Kajala. Mimi Marekani naungana na Elini Woya kupinga namna ambavyo Harmonize anamfanyia Kajala. Na niko tayari kumtafuta mganga kwa gharama yoyote kufarakanisha mahusiano ya Harmonize na yasijirudie. Sawa sawa. Hatari sana. Umeelewa hiyo kitu? Ndio, nimeelewa sana hiyo kitu. Marekani. Marekani Makonde anakusikia. Sasa sisi tunamuogopa. Sasa tumuogopi. Mimi naungana na Elini Woya. Ndio. Yaani naungana na Elini Woya. Haiwezekani bana. Kwa hiyo Elini Woya na mimi tunatembea njia moja, ila mganga namtafuta mimi. Sawa sawa. Namtafuta mganga ambaye atafarakanisha mazima. Haiwezekani mwanamke mzuri kama Kajala ambayo ni ndoto ya kila mwanaume. Ndio. Wewe una mdampo. Kwa hiyo kuna mwanaume ambaye anamtaka Kajala, anampenda Kajala, anamchukulia Harmonize kwamba eti anammudu. Kivipi? Sawa sawa. Umeelewa? Ndio, nimekuelewa kabisa vizuri. Kuna wanaume ambao ni handsome kuliko Harmonize, wana hela kuliko Harmonize, wana kila kitu. Lakini wanatamani wanampataje Kajala, alafu anamuona Harmonize kisha amemwacha, mara amempiga tukio. Yaani unamdanadana yani. Wakati kuna watu ni hot cake, yani wanamtamani. Wewe nini mzee? Wewe Harmonize nini? Wewe bana wewe. Yaani unamchukulia Kajala kama unamweza yani. Wakati kuna watu wanalia, wanawaza DM zao hazijibiwi. Mimi kuna mwanangu mmoja, yani kuna brother wangu mmoja. Yaani toka 2000 na mimi na brother wangu. Ndio. Na brother wangu. Serious kabisa. Ni mwanangu ambaye tunaishi naye Marekani. Toka mwaka 2007 amemtumia DM Kajala, hajajibiwa mpaka leo. Alafu wewe Harmonize unamchukulia Kajala baridi. 2007 DM yake haijajibiwa. Labda leo Kajala anisikilize mimi aenda akaifungua ile DM. Anaitwa James. Umeona? Alafu Marekani ana apartment, ana manyumba, wasanii kibao wa Marekani kina Chris Brown, Jay-Z wana bank kwenye apartment zake. Yaani anawasaidia sana. Unaelewa vizuri? Anaitwa James. Amemtumia DM Kajala 2007 haijajibiwa mpaka leo. Sawa sawa. Afu Harmonize from nowhere unataka kumdampo huyo mdada. Sio kweli babu. Kwa hiyo nitikia uelewe. Afu jamani mzungu ni handsome kukushinda wewe Harmonize. Anakuzidi hela, umaarufu, kila kitu. Ana roll na master kama kina Chris Brown, Jay-Z, Tiger ni wanae. Anamtaka Kajala na Kajala ajibu message. Toka 2007 anatuma DM haijibiwi. Afu wewe Makonde tu umetokea Tandaimba huko, unajikuta brandi, dada mara leo anakukubalia, eti unajikuta eti kwamba ni una handsome wote. Tunaelewa ana handsome gani bana Makonde bana. Kwa kawaida, sema dada ameamua kumtunuku tu. Hadi kuna muda nyewe dada unaamua tu kumtunuku mtu. Sio kwamba eti ni mzuri. Unamwonea mtu huruma. Yaani kuna muda unamtunuku tu. Kwa Makonde jiangalie. Dada anakutunuku tu, sio kwamba jukule tu ni blandi, una blandi. Blandi yako ni ya kawaida bana. Bana, sio kaachia bonge moja ya gorofa na Mwijaku naye. Gorofa gani bana? Kama Harmonize. Tumeona naye Mwijaku bwana, Mwijaku naye kaposti gorofa yake. Asa gorofa la Mwijaku ni gorofa linapanda ngazi bana, kama unaenda kwenye study tour. Nasema bilioni zimelala pale. Bilioni gani bana wewe? Hadi gorofa la Mwijaku bana unaweza ukahisi ni picha la four figure, ni mlimchoro na kibao rafiki yangu. Kwa hiyo ile nyumba ile ya Mwijaku, sababu pia tuliona Alavalava aliwahi kupost Mwijaku akazungumza sana. Kama akaua fulani. Unajua Mwijaku, ngoja nikwambie sister yangu. Mwijaku anazingua big time. Na mimi nakwambia Mwijaku, wewe unazingua kwa sababu wewe unataka utrendi wewe. Yaani wewe ndio unataka uonekane una akili, wewe ndio unataka uonekane unafanya maendeleo, wewe ndio unataka uonekane unajenga majumba mabilioni. Akijitokeza mtu anajenga jumba nzuri, una crash. Asa nyumba ya Lavalava ni kali kuliko hiyo pangalo yako. Kweli? Hii nyumba bana, nyumba kaa gofu. Nyumba gani? Wewe gorofa unajua hata unapitia wapi, unatokea wapi? Wewe gorofa la Mwijaku unapitia wapi? Marekani. Yaani wewe gorofa imekaa hivi rafiki yangu, unaweza rahisi nani?
ni yale majumba ya vijijini huko nani Kasulu huko Kigoma. Yale ya majumba ya nani yako kama tenga hivi. Gorofa gani bana wewe? Wewe gorofa la lava kali kuliko lako. Hiyo bilioni ni uongo, unatudanganya bana wewe. Gorofa gani bana wewe? Tumemsikia Esther Tambua amezungumza akasema labda milioni 100 milioni. Lava ameachia Lava nyumba yake anaiponda. Yeye anakuja kutoa gorofa gani? Yaani kama kuna watu ambao wamejenga magorofa mabaya Tanzania, moja wako namba 1. Gorofa gani? Gorofa limekaa hivi rafiki yangu. Unaweza ukasema ni zile hesabu za kutafuta pi d square, ile pi d. Unajua ile mambo ya pi d? Au umesahau pi d, unatafuta pi d square. Imepinda fulani za gorofa moja kumekaa. Marekani wanakuona bwana. Gorofa gani bana hilo bana? Gorofa na njia kibao. Wewe utafikiri unaenda study tour. Yaani unaenda kumtembelea mtu kama unaenda study tour. Gorofa bana unapita huku, umerudi huku, vioo kibao, vitu vingine brother acha. Gorofa ya sikiza, weka picha gorofa ya Mwijaku, weka picha gorofa ya Lava. Gorofa Lava kali lakini amekuja ameponda. Wewe nini wewe? Wewe unapenda kila siku wewe bana. Wewe unakula vizuri, wewe ndio unaonekana unaishi maisha mazuri. Gorofa lako mbaya. Mimi nimwambia ukweli na msikate, mwambieni gorofa mbaya. Gorofa gani? Sisi tutamfikishia ujumbe. Mwekeni clip gorofa na njia kibao bana, utafikia unaenda nani? Unaenda study tour Bagamoyo. Hapo tumalizie kwa Mwijaku hapo. Tumeona ameposti issue kuhusiana na Diamond. Kadondosha sifa nyingi sana. Na tunasifia Diamond. Yes, tukifikiria kipindi cha nyuma amekuwa ni mtu ambaye mara nyingi sana akimkosoa Diamond. Ushakutana na vitu kama hivi. Sasa iko hivi, Diamond ni Mwijaku kamsifia Diamond. Hela zote zimeishia kwenye nyumba, anataka kuokota. Diamond usitoe nafasi, usitoe hata 100 kwa Mwijaku. Diamond asitoe hata 100. Mimi Diamond asitoe hata 100 kwa Mwijaku. Anatoaje hela? Asitoe hata 100 kwa Mwijaku. Usitoe hata 100 kwa Mwijaku. Hana hela huyo. Anatafuta kuokota. Wewe tunajifanya afu Mwijaku, sikiliza ngoja nikwambie. Mwijaku anataka kujifanya eti yeye ana mudu Diamond, yani kwamba eti mimi sio yani mimi sipendi kabisa watu wa design hiyo. Wewe unataka kujifanya tu ndio una akili, wewe ndio genius, wewe ndio si nini? Hapana, waachie na wengine waokote. Yaani huna ubora huo. Sasa yeye anataka uje eti mimi Diamond naweza nikamzungumzia kwa mabaya na kwenye kazi ataniita mimi ni hatari. Wewe una hatari gani bana wewe bana? Watu wanafanya zaidi ya wewe. Kwa hiyo acha watu waichukue platform ya yaani unamzungumzia Simba vibaya adete unataka uokote. Watu paka wakasema hivi au labda wamesetu mambo yamekaa vizuri. Bana wewe unataka hela. Kwa hiyo mimi sioni bana. Mimi naona kabisa yani kiufupi ni kwamba mimi sioni bana chochote kizuri ambacho anakifanya eti kizuri. Ana cha maana chokifanya Mwijaku? Nini amefanya Mwijaku cha maana? Marekani. Twende niambie wewe, labda mimi sijui. Vingi tunaviona. Yaani kwa mfano amefanya kitu gani? Yaani yani nini yani? Mimi sioni nini yani? Yaani kitu ambacho yeye amefanya cha maana sana ni. Hamna. Nini? Hamna. Hamna. Sasa si ndio niambie. Kwamba wewe niambie kwamba nini ambacho inaweza kuwa mimi sivifahamu lakini vipo. Mimi sijui. Alafu pia tusimzungumzie sana mtoto mdogo. Muda wake umeisha. Unajua wale tayari muda umeisha. Muda wao sasa hivi ni muda wetu sisi. Yaani sasa hivi sisi wao tayari. Yeye yule anataka lazimisha, ndio maana anahangaika. Kuna uchambuzi humo na bonge la Mike rafiki yangu, unaweza ukahisi na ile miti ya vijijini limekaa hivi. Kuna uchambuzi anataka. Kila kitu ni yeye anataka. Wewe utulii. Yaani wewe uchambuzi vijana wametengeneza idea zao za kutengeneza uchambuzi, Mwijaku unataka. Umeona bana? Diamond unataka. Nini unataka? Yeye utafikia time kila kitu anataka. Utakuta sasa hivi anataka aende tena na miaka 30 ya Bongo Flava, sema ndo basi tu. Anaweza kuwa anataka kwenda pia. Sasa baba Safia hataki. Kila kitu. Sasa huku usije. Eshia huku. Kule ataenda kama mtangazaji. Huko hatumtaki. Sasa kule atakuja kama nani? Huko asije akae huko. Kwa hiyo ndio hivyo. All in all. Mimi nafurahi. Sawa. Nafurahi na ndio tunaelekea. Yes, tunamaliza. Actually mimi nafurahi. This is home. Ili bango kubwa. Cameraman, waonesha ili bango. Watoto wadogo hawaelewi. Hii ndio online media namba 1. Mimi kumaliza kwa hisia kabisa ni wakupongeze, lakini niwapongeze mimi binafsi. Mimi Madi, mimi ni baba yangu. Yaani amevuka ni kuwa brother. Naongea kwa hisia, mimi Madi ni baba yangu. Amenifanyia, ameniheshimisha sana. So yule mimi kwangu ni baba.
ukimgusa Madi umeigusa mimi, yani inabidi uniweze mimi ndio uende kwa Madi. So mimi I really appreciate Madi kwa sababu amenitoa, amenisupport, ameniheshimisha, nimekuwa nazidi kuwa mkubwa. So Mungu ambariki, aendelee kumfungulia. Lakini pia Mungu awabariki sana, hii ni media kubwa, muendelee kupiga kazi kwa sababu mko pale. Mungu aendelee kuongoza. Lakini usiogope. Mimi siogopi. Wewe unamuogopa Niki? Simuogopi. Niki anakutafuta, Nikimbishi. Fresh tu mimi. Nikimbishi ni nani? Ni msanii. Anafanya nini? Anaimba hip hop. Nitajie ngoma yake. Sikumbuki. Unaona sasa wewe unamuogopa. Si tunamaliza bwana, Marekani amalizi majambo, wewe unanichonganisha. Mimi hapa ni Sami Baby, kubwa zaidi subscribe YouTube channel yetu, like na kushare, tunakuwa tunachicha Kinyamwezi zaidi.